Yo, I like this game. I like this game, man. Bana, ukiwa msanii wa Tanzania afu sio mtu wa kuzoa taharuki, si tunakusahau, hatuna shughuli na wewe. Sasa ndio hichi ambacho anakifanya msanii Harmonize. Unajua siku ya leo ukipita kwenye mitandao ya kijamii, story ni moja tu. Harmonize amenunua nyumba South Africa. Harmonize anamiliki nyumba South Africa. Harmonize ana kasri South Africa. Sasa najiuliza, hivi kweli Harmonize awe na nyumba South Africa tujue leo, tusingejua mapema? Na kuna kipindi alikuwa anajenga nyumba siji hapa Bongo, alianza kurekodi kwenye mitandao ya kijamii nyumba ikiwa kwenye hatua za awali, wanasema hivyo anarekodi anapost, siji imefikia sehemu fulani ka rekodi amepost. Alafu kweli Harmonize awe na nyumba South Africa tusijue mapema yote, tuje tujue leo? Akili kumkichwa, washikaji zangu. Sasa nawakumbusha kitu kimoja. Siku kama 4 zilizopita, wakati msanii Diamond Platnumz anafanya interview Wasafi FM pale, tunafahamu baada ya interview yake yeye mwenyewe ndo kama aliteka mitandao ya kijamii, akawa na trend yeye peke yake. Mara Diamond siji anamiliki ma-apartment amepangisha, mara siji Diamond Platnumz siji ametoa wito kwa serikali anaomba ijenge arena siji na nini. Kwa hiyo yeye mwenyewe akawa na trend Instagram peke yake na mitandao mingine ya kijamii. Harmonize akasema usinichezee blaza, hii mitandao ni yetu sote. Akarekodi video akamchalazia kwa stories zikawa mbili. Harmonize amjibu Diamond siji nini na nini na nini, wakawa na trend watu hao wawili. Sasa usiku wa jana msanii Diamond Platnumz ameachia wimbo mpya unaitwa Joy. Tunafahamu Diamond siku zote akiachiaga wimbo lazima mitandao yote iitike. Sasa usiku huo Harmonize naye kafanya interview kasema bana, mimi namiliki mjengo South Africa. Chukua hii. Akili kumkichwa, biashara inataka vitu kama hivi. Sasa ukiwa msanii wa Bongo eti mimi sipendi masuala ya trending sijui na nini, utabaki sana nyuma. Vitu kama hivi ndo vinatakiwa. Zua taharuki. Nachoka mimi.